lakini pia kwa michango ya kampuni yako katika usini. Unasema ipi ambayo haijapitishwa? Hotuba ya CEO. Unataka kuchangia hotuba ya CEO? Haya, nakupa nafasi. Mpelekee mic. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimelazimika kusimama kwa sababu niliona kama ututendei haki wanachama. Nilinyoosha mara ya kwanza ukaniona na ukunipa nafasi. Bahati mbaya ukujua nina hoja gani. Naitwa Dr. Chambua, mimi ni mhadhiri wa sheria. Kwa hiyo ninapokuwa sipendi kuburuzwa. Kadi yangu ni namba 8631. Ndugu yangu, nenda kwenye hoja. Wahadhiri wa sheria tunao wengi humu ndani, wataalamu wa sheria tunao wengi. Kwa hiyo naomba ujikite kwenye hoja. Asante. Hoja ya kwanza, pamoja na kupongeza hotuba ya CEO, lakini kwa utaalamu wake naomba atuambie alikuwa anatumia rejea gani katika kutupa hiyo hotuba. Na kusudia kwamba CEO kwa utaalamu unatakiwa utuambie malengo yalikuwa nini, shabaha zilikuwa nini, viashiria vilikuwa nini, tumefikia wapi, tumekwama wapi. Baada ya kutuambia tu tumekuwa nafasi ya pili. Je, hilo ndio lilikuwa lengo? Sisi lengo lilikuwa nafasi ya pili. Sisi lengo ni ubingwa. Ninamkumbusha CEO marehemu Profesa Toli Mbwete aliasisi mpango mkakati. Ule mkakati umefikia wapi? Ndio utakuwa unapotoa hotuba utembee na ule mkakati. Asante sana. Nashukuru sana. CEO kwa utaratibu yeye anaandaa taarifa ya utendaji wa mambo yote, na lengo la mwanzo kwa Simba Sports Club ni kushiriki mashindano na kushinda mashindano yote. Sasa yeye ameshaeleza kwamba kwenye mashindano ya Afrika tumecheza fainali, kwenye mashindano ya ndani ya ligi tumeshika nafasi ya pili. Tumefanya marekebisho ambayo tunayakusudia yatupeleke kufikia malengo tunayokusudia tena katika msimu huu. Mpira ni hatua, kwa maana kwamba tusipofikia lile lengo tunajipanga kwa ajili ya kukamilisha lengo kwa msimu unaofuata. Hatua ambazo unazisema, huo mpango mkakati ulioandikwa na Profesa Mbete ndio ambao unatupa dira. Kuna vitu ambavyo vilikuwa vimetukwamisha na tutakuja kuvizungumza hapa, kwamba tunataka kukamilisha transformation ili tuweze kuingia katika uwekezaji unaoweza kutupa tija ya kutosha. Hiyo ndio jibu ambalo hata CEO nategemea angelitoa. Asante sana. Sasa Mheshimiwa Naibu Waziri wa Michezo amewasili kwenye ukumbi na tunaomba alizie twende na agenda ya kupokea hesabu ya fedha zilizokaguliwa, alafu tutamkaribisha yeye ili tuweze kumalizia agenda zilizobaki. Asante. Karibu. Simba, mwenyekiti wa club, ndugu wanachama na wajumbe wa bodi, ningependa kutoa taarifa ya mapato na matumizi ya klabu ya Simba kwa mwaka 2024-2025. Klabu ya Simba katika bajeti ya mwaka 2024-2025 ilipanga kukusanya mapato ya shilingi bilioni 26,239,878.86, lakini klabu ya Simba ilipanga kutumia shilingi bilioni 25,235,187,500, ambapo mapato hayo yalikuwa yanatokana na sponsorship ambazo ni fedha za udhamini.
tulipanga kukusanya bilioni 5,888,778,228, lakini kwenye TV rights tulipanga kukusanya shilingi bilioni 3,483,000. Prize money ambazo ni zawadi za ubingwa wa makombe mbalimbali tulipanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 6,535,000, lakini gate collection tulipanga kukusanya bilioni 1,103,164,649. Mapato mengine tulipanga kukusanya shilingi bilioni 4,146,800, lakini support kutoka kwa Mo au mchango wa Mo tuliweza kupata shilingi bilioni 4,382,500,000. Kama nilivyosema awali kwamba tulipanga kukusanya bilioni 26,039,242,876, lakini kwenye mapato halisi ambayo tumeweza kukusanya bilioni 24,589,751,753. Kwa hiyo katika malengo tuliokuwa tupeleka tukawa na mapungufu, tukashindwa kukusanya bilioni 1,492,241,125. Kwa nini tumeshindwa kukusanya pesa hizi? Wote tunatambua mdhamini wetu mkuu aliyopita ambaye alikuwa ni MBET aliweza kushindwa kutimiza majukumu yake ya kimkataba na akaomba kuvunja mkataba. Kwa wakati anaomba kuvunja mkataba tulikuwa tunamdai kiasi cha pesa ambayo jumla kabisa ni milioni 1 na milioni 700. Kwa hiyo hii tulipeleka kesi mahakamani. Kesi bado iko mahakamani na mchakato unaendelea wa namna gani ya kulikava pesa zetu. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni taarifa ya namna kupata. Kwa hiyo naomba sasa niwasomee matumizi ya mwaka 2024-2025. Katika pesa za usajili na uhamisho wa wachezaji tumeweza kutumia shilingi bilioni 6,376,833,057. Mishahara na posho mbalimbali za wachezaji tumeweza kulipa kiasi cha shilingi bilioni 7,900,029,692. Gharama za usafiri wa ndani na nje ya nchi tumeweza kutumia kiasi cha shilingi bilioni 2,777,880,545. Fedha kwa ajili ya kuvunja mikataba ya wachezaji mbalimbali ambao tulikuwa hatuna nia ya kuendelea nao kulingana na viwango vyao tuliweza kulipa kiasi cha shilingi milioni 78,883,750. Kodi ya pango kwa ajili ya nyumba ya wachezaji na kambi ya wachezaji tumeweza kulipa kiasi cha shilingi milioni 742,138,230. Leseni na vibali mbalimbali vya wachezaji wa kigeni tumeweza kulipa shilingi milioni 336,527,760. Kambi ya wachezaji wa Simba senior team pamoja na timu ya Queens pamoja na timu ya vijana tumeweza kutumia kiasi cha shilingi milioni 275,748,170. Gharama za tumeweza kutumia kiasi cha shilingi milioni 105,918,120. Gharama za kambi timu ya vijana tumeweza kutumia shilingi milioni 292,993,267. Gharama za sheria, kodi na TRA tumeweza kulipa kiasi bilioni 2,509,892. Office expenses ambazo ni gharama za ofisi tumeweza kutumia kiasi cha shilingi milioni 54,440,696.
Matengenezo ya magari tumeweza kutumia kiasi cha shilingi milioni 34,996,565. Gharama za mafuta tumeweza kutumia kiasi cha milioni 62,480,707. Gharama za vikao mbalimbali tumeweza kutumia kiasi cha shilingi milioni 130,429,716. Matumizi mengine tumeweza kutumia kiasi cha shilingi milioni 305,589,250. Ukijumlisha matumizi za kutumia kiasi cha milioni 24,589,751,753. Hayo ndiyo yalikuwa mapato na matumizi ya Simba Sports Club kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Naomba kuwasilisha mwenyekiti, na kama yatakuwa yamepita, ili niweze kwenda kwenye bajeti ya msimu mpya 2025-2026. Asante sana kwa uwasilishaji. Naamini hakuna mwenye hoja. Pale mwisho. Simama hapo hapo, atakuletea maiki. Simba. Kwa jina naitwa Hussein Simba. Katika ajenda hii ya mapato na matumizi, katiba yetu inatutaka tuletewe ripoti ya mapato na matumizi yaliyokaguliwa na chombo cha ukaguzi kutoka nje ya Simba. Lakini kila mwaka toka Mangungu umeingia madarakani, anakuja mhasibu kutusomea ripoti ya mapato na matumizi badala ya chombo kutoka nje ambacho cha ukaguzi ambacho kinatakiwa tukipitisha sisi wanachama, lakini hujawahi kwanza kutuletea hicho chombo na hatujawahi kuletewa ripoti ya matumizi ambayo yamekaguliwa. Sasa kwa uvunjifu wa katiba ambao mimi nimewashtaki baraza la michezo, nimewashtaki BMT, na hapo kuna mwakilishi wa BMT. Katika hili naomba ulizingatie, kuna naibu waziri wa michezo, naomba ulizingatie swala hili. Sasa swali kwako mwenyekiti wa Simba Sports Club Bwana Mangungu, pamoja na wajumbe wote hapo mbele, je, mnatosha kuendelea kuiongoza Simba kwa ukaidi kama huu? Asante sana. Nakushukuru kwa maelezo yako. Tatizo ulilonalo wewe ni Mangungu, lakini ripoti hii ni ya bodi ambayo ina mwenyekiti wake wa bodi. Kwa hiyo kwa kuwa una tatizo na Mangungu, tutakutana kwenye uchaguzi. Asante, tunawashukuru kwa hoja hiyo. Tunaenda kwenye hoja inayofuata. Umesikia hiyo hoja? Haya. Simba, tunaomba tusikilizane. Hoja imewasilishwa na kwenye katiba ambayo msemaji aliyepita amenitaja mimi moja kwa moja, lakini maamuzi yanayohusu upitishwaji wa hesabu za fedha hayako kwa mwenyekiti wa klabu peke yake, ni bodi ya wakurugenzi na bodi na mwenyekiti wake.
Haya, tuendelee. Mtu wa fedha. Asante mwenyekiti, lakini kwa hoja yako naomba nikukumbushe kwamba kwenye kikao cha bodi kilichopita, jamani, tunaomba tusikilizane. Mtoa hoja anawasilisha majibu. Nilikuwa naomba nitoe ufafanuzi kwenye hiyo hoja ya auditor, alafu tutaendelea. Kikao cha bodi kilichopita kilimteua auditor ambaye ni independent auditor, kilimteua na kuweza kuanza kazi, lakini katikati ya kazi yule auditor akawa amejitoa. Kwa hiyo na sasa hivi tuko kwenye kuanzisha hesabu, hatuwezi kuacha kuwapa hesabu kwa sababu auditor amejitoa. Lakini kwenye kikao kijacho na transformation ikiwa imekamilika, auditor atakuja atateuliwa kwenye mkutano mkuu, kwa sababu mkutano mkuu ndio wenye mamlaka ya kuweza kumteua mkaguzi wa hesabu za Simba Sports Club. Kwa hiyo mtakuja kumteua hapa ndani na hesabu zitakazokuja atakuja kuwasilisha mwenyewe. Simba. Haya, asante sana. Nadhani maelezo yaliyotolewa yanakidhi. Tuna hoja za msingi ambazo tunatakiwa tuwe nazo. Mapendekezo ni kwamba auditor ambaye alipendekezwa na board hakuweza kuendelea na kazi kama ilivyopendekezwa. Tumetangaza nafasi ya auditor tena. Kwa hiyo tutatangaza, na kama kuna mtu ana mapendekezo awasiliane na management, tumewasilishe ili tuje kumthibitisha. Simba. Mara baada ya auditor ambaye alikuwa amependekezwa kurudisha fedha katikati ya ukaguzi, tulifanya mashauriano ya kutangaza nafasi hiyo, na tayari makampuni matatu yameweza kuwa shortlisted kwa ajili ya kuendelea na utaratibu huo. Kwa hiyo tutafanya hayo na kuwataarifu kadri tunapopokea. Asante. Nadhani tayari. Asante. Haya, Mheshimiwa Waziri, tunakukaribisha. Bado mwenyekiti budget. Lete budget basi. Nakuuliza tayari unasema ndio. Haya, wasilisha. Simba. Sawa mwenyekiti, naomba sasa niwasilishe bajeti ya mwaka 2024-2025 kama ifuatavyo. Fedha za udhamini sponsorship kwa mwaka 2025-2026 tumepanga kukusanya shilingi bilioni 8,997,557,454. TV rights tumepanga kukusanya shilingi bilioni 4,031,802,285. Fedha za zawadi prize money tumepanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 1,029,000. Gate collection tumepanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 1,670,000. Mapato mengine tumepanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 3,137,000. Na msaada kutoka mwekezaji Mo ameweza kutoa kiasi cha shilingi bilioni 6,000,000. Sapoti kutoka kwa Mo kwa msimu wa 2025-26 amepanga kutoa kiasi cha shilingi bilioni 6,204,847,747. Na pesa hizi tayari amekwisha kutoa kwa msimu wa 2025-26 na ambazo ndo zimelenga kutumika kwenye pesa za usajili msimu huu wa 2025. Na tayari fedha hizi ameshaweka kwenye akaunti ya Simba Sports Club na ishaanza kutumika kwa ajili ya usajili wa wachezaji. Naomba kurudia. Kwa msimu wa 2025-26 Model amepanga kutoa kiasi cha shilingi bilioni 6,204,847,747
47 na 47. Na pesa hizi tayari zimeshalipwa katika akaunti ya Simba Sports Club na tayari zimesajili wachezaji wa msimu wa 2025-26. Jumla ya mapato yote kwa mwaka 2025-26, Simba Sports Club imepanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 29,505,207,704, ikiwa ni ongezeko la 13.5 ukilinganisha na bajeti ya 2024-25. Klabu ya Simba imepanga kutumia kiasi cha shilingi bilioni 6,380,268 katika pesa za usajili na uhamisho wa wachezaji mbalimbali, mishahara na bonus. Klabu ya Simba imepanga kulipa kiasi cha shilingi bilioni 7,666,514,400 bonus au hamasa kwa wachezaji katika msimu wa 2025-26, mashindano ya kimataifa pamoja na mashindano ya ndani. Klabu ya Simba imepanga kulipa kiasi cha shilingi bilioni 2,840,000. Kodi katika kambi za nyumba ya wachezaji pamoja na kambi tumepanga kulipa kiasi cha shilingi milioni 771,457,920. Leseni pamoja na vibali mbalimbali vya wachezaji, klabu ya Simba imepanga kulipa kiasi cha shilingi milioni 420,890,000. Kambi kwa ajili ya timu kubwa ambayo ni senior team tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 244,900,023. Kambi kwa ajili ya timu ya senior team, kambi ya nje kwa maana ya safari za mechi za kimataifa tumepanga kutumia kiasi cha shilingi bilioni 1,360,000. Hii ikijumuisha usafiri wa ndege pamoja na hoteli za nje ya nchi kimataifa. Mashindano mengine tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 62, lakini kwa ligi ya vijana tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 500,899,100. Gharama za kodi za TRA, klabu ya Simba imepanga kulipa kiasi cha shilingi bilioni 1,54,320,000. Simba Day, klabu ya Simba ilipanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 450,811,000. Gharama za ofisi tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 60. Matengenezo ya magari tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 30,600,000. Mafuta ya magari mbalimbali tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 90,740,000. Gharama za vikao mbalimbali ikiwepo na mkutano mkuu tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 194,640,000. Matumizi mengineyo tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 308. Matumizi kwa ajili ya uwanja wa Bunju tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 83. Matumizi ya dharura tumeweka kiasi cha shilingi milioni 100. Jumla ya matumizi yote tumepanga kutumia kiasi cha shilingi bilioni 27,161,882,254. Kwa hiyo baada ya matumizi yote hayo, klabu ya Simba itabaki na baki ya shilingi bilioni 1,336,850,000. Mtaona bajeti yetu haina deficit. Tumepanga kukusanya pesa za kutosha na wadhamini tayari tuko nao. Tuna mdhamini mpya ambaye ni Betway, analipa vizuri. Tuna mdhamini ambaye ni Jairuti ambaye na yeye wote hao wameongeza mapato kufikia mapato yote jumla ya shilingi bilioni 29. Naomba kuwasilisha. Asante.